Zekaria sura ya 8 mstari wa 23, neno la Mungu linasema hivi. Sikiliza kwa makini hao watu wanachokizungumza. Bwana wa majeshi asema hivi, siku hizo watu 10 wa lugha zote za mataifa, wa kabila zote, Wasukuma, Wasandawe, Wazigua, Wachaga, Wahaya, Wakulia, sijui nini, Wajita, kabila zote wataushika upindo wa nguo yake yeye aliye Myahudi, yeye ambaye ameamua kumkimbilia nani? Kumkimbilia Bwana. Wataushika upindo wake, hawatauachia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sio kwamba wataushika kwa sababu ni mzuri sana, no. Sikiliza kwa makini, yeye aliye Myahudi, naam wataushika wakisema, tutakwenda pamoja nanyi, kwa maana tumesikia kwamba Mungu yu pamoja nanyi. Watawang'ang'ania. Kuna watu watang'ang'ania, watalishika pindo lenu, watashika mavazi yenu, watasema hapana, hamtuachi, tunaenda pamoja. Sio kwa sababu mavazi yenu ni mazuri, sio kwa sababu ni kwa sababu Bwana yuko pamoja nanyi. Sikiliza nikwambie, mwana wa Mungu, ukimfanya Bwana kuwa kimbilio lako, kuna watu kwenye maisha yako hawataondoka. Kuna watu wataongezeka katika maisha yako. Kuna watu watazidi kuja kwako wakisema, tutaenda na wewe popote unapoenda, popote unapokanyaga hatutakuacha, kwa sababu tunaamini ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Na ikiwa Mungu yuko pamoja na wewe, maana yake kuna salama. Hivyo tutaenda wote, huko tutaenda, huko tutasogea. Haleluya. Naweza nikakutolea mfano wa mtu mmoja anaitwa Elisha. Elisha alimng'ang'ania Elia kwa sababu alijua kuna roho ya Mungu ndani ya Elia. Bwana Yesu asiwe sana. Na Elia alikuwa amemfanya Mungu kuwa kimbilio lake. Alikuwa hana tegemeo jingine, yeye ndo alikuwa anamtegemea. Ikafika anasema Elisha, hapana, na lazima nimfuate huyu mtu, lazima nimfuate, kuna kitu nataka nipate. Bwana Yesu asiwe sana. Elisha akamng'ang'ania Elia. Anaenda huko, anajaribu kumwambia kaa hapa niende Betheli. Akasema no, kama Bwana ishivyo tutaenda wote. Bwana Yesu asiwe sana. Tutaenda wote. Na sio kwamba eti Elia ni mzuri sana, no, kwa sababu kuna roho ya Mungu ndani ya Elia. Kwa sababu kuna roho ya Mungu ndani ya Elia. Na hiyo roho ya Mungu ndani ya Elia ni kwa sababu Elia amemfanya kuwa kimbilio lake. Mungu amemfanya, yani Elia, Mungu amefanyika kuwa kimbilio lake. Haleluya, watu wa Mungu. Sijui kama kuna point ambayo unaipata. Elisha akagoma, akasema sikuachi. Na ndivyo itakavyokuwa kwako ukimfanya Bwana kuwa kimbilio lako. Kuna watu watang'ang'ana na wewe mpaka mwisho. Kuna watu watasimama na wewe mpaka hatua ya mwisho, wakiamini ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Hivyo hatutakuacha, tutaenda pamoja. Yani kama ni kula tutakula wote sahani moja. Kama ni kuishi tutaishi pamoja, hautatuacha. Kokote uliko tutakuweko, kwa sababu ya Mungu uliye naye, kwa sababu umemfanya Mungu kuwa kimbilio lako. Kuna mtu anaelewa kile ambacho tunajifunza? Ni nani ambao umemfanya kuwa kimbilio lako? Ni nani ambao umemkimbilia? Ni nani ambao umefanya kuwa kimbilio lako wakati unapopitiwa au unapokutana na dhoruba? Ni nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini bila kusahau angalizo, ukumbuke na shetani na yeye anaiga mbinu hizo hizo. Na yeye shetani ana majabu yake ya wiziwizi, kama ilivyo jina lake, mwizi, mwongo, baba wa uongo. Na yeye anatengeneza namna ya watu wamkimbilie. Kwa hiyo sisahau pia hilo, ya kwamba na yeye anaweza fanya vitu mfano kama vya kiungu. Mfano lakini sio vya kiungu, mfano kama vya kiungu. Miujiza anaweza akaitengeneza shetani. Neno la Mungu liko wazi, na neno la Mungu linasema mahali utaenda kutafuta mwenyewe. Itafika mahali miujiza ambayo adui ataifanya, ataiambia mmea, atapanda mmea, utaota saa hiyo, utakuwa saa hiyo, utazaa na utaliwa muda huo. Hebu jiulize wewe, inatokea mtu hapa anachukua punje la mhindi, analipanda na aliamuru linaota, linakuwa saa hiyo, linakomaa, linafaa kwa kula. Hebu jiulize wewe mwenyewe, kama wewe utaamini nini hapo? Miujiza ambayo kila mmoja akiangalia anaanza kuwaza,
Na yule ambaye hayuko vizuri na Mungu, na ambaye hajui au hana uhusiano na Mungu, au hajamfanya kuwa Mungu kimbilio lake, utakuta anatetemeka na kuona ni Mungu ametenda. Ni kweli muujiza wa kiungu. Angalizo, kuwa makini kwa eneo hilo. Kwa anasema watu hawa wakashika pindo la mavazi yao, wakasema tutaenda pamoja nini, kwa sababu tumegundua ya kwamba Mungu yuko pamoja nanyi, hatutawaacha. Kwa hiyo ni pointi nyingine, ukimfanya Bwana kuwa kimbilio lako, kuna watu watakushona nyuma yako, hawatakuacha, watang'ang'ana na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake kuna watu utawapa mwanga ambao sio wa kawaida. Kuna watu watafanikiwa kupitia wewe. Kama Mungu alivyomwambia Ibrahimu, mataifa yatajibarikia kupitia wewe. Watakao kulani watalaniwa, watakao bariki watabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Pointi nyingine namba 3. Ukimfanya Mungu kuwa kimbilio lako, Mungu ataandaa watu kwa ajili yako. Watasimama na wewe mpaka hatua ya mwisho. Hautaweza kuzurika kwa sababu Mungu umemfanya kuwa kimbilio lako. Kwenye Isaya 43 anazungumza, kwa kuwa nimekupenda, ulikuwa wa thamani machoni pangu, nimekupenda, nitaandaa watu kwa ajili yako. Mataifa nitayatikisa. Haleluya. Matendo 18 mstari wa 9 mpaka wa 10. Neno la Mungu linasema hivi: Bwana akamwambia Paulo kwa maono usiku, usiogope, bali nena wala usinyamaze, kwa kuwa mimi ni pamoja nawe, wala hapana mtu atakaye kushambulia ili kukudhuru, kwa maana mimi nina watu wengi katika mji huu. Nina watu wengi katika mji huu. Huyu ni mtume Paulo. Imefika mahali anaeneza habari za Yesu Kristo anatele hai katika miji. Watu wanamtazama kwa jicho wa maadui. Shetani amepanda roho mbaya kumchukia Paulo. Inafika mahali Paulo anaanza kutetemeka. Inafika mahali Paulo anaanza kuwaza hivi, ngoja ninyamaze. Lakini Bwana akamtokea akamwambia, wewe sikiliza nikwambie, ukinyamaza haitakusaidia. Ukinyamaza hawatakupenda vile vile. Watajua wewe tu ni msaliti. Kwa hiyo cha kufanya, usiwe na wasiwasi wala usiogope. Unatakiwa kunena habari zangu sehemu yoyote bila wasiwasi, kwa sababu mimi Mungu niko pamoja na wewe. Na sio tu niko pamoja na wewe, nitakuambia kwamba nina watu wengi katika mji huu. Bwana Yesu asiwe sana. Mungu ana watu wengi katika maeneo tuliopo. Anaweza akawaandaa kwa ajili yako, wakasimama na wewe mpaka hatua ya mwisho, endapo lakini umemfanya kuwa kimbilio lake. Leo hii tunasema, inafika mahali watu tunaona, mbona Mungu anasema ataleta watu kwa ajili yangu, mbona sioni hao watu, ninahangaika mwenyewe. No, nani umemfanya kuwa kimbilio lako? Tatizo lako wewe umegeuza, imekuwa vice versa. Unawafanya watu kuwa kimbilio lako, alafu Mungu unamfanya kuwa wa ziada. Sasa kinachotokea ni nini? Mungu hayupo hapo. Anayehusika ni shetani. Analeta watu ambao ni ovyo. Anakuletea watu ambao sio sahihi. Wanakuja kama wanakusaidia vile, mwisho wa siku wanakupindua. Mwisho wa siku wanageuka, wanakuwa mbogo. Unaanza kujiuliza, si huyu alinishauri hivi? Huyu si alisema, sio hivyo. Hakujua. Shetani ni mjanja sana. Ana akili nyingi kuliko unavyodhani. Lakini vile hana akili kama unavyomchukulia. Kwa sababu ukimfanya mwanadamu kuwa kimbilio lako, kitakachotokea ni shetani atapata nafasi ya kumtumia yule anayemkimbilia. Wakati huo Mungu hayupo. Wewe si una msaada mwingine? Na umemwona Mungu yeye hawezi. Sasa yeye atafanyaje? Yeye atakupa tu afya. Atakupa pumzi tu, utapumua, ni kweli, lakini yeye atakuwa pembeni. Shetani atafanya kazi yake. Kinachotokea ni nini? Unaona kama vile Mungu ameniletea watu. Mungu ameniletea watu wazuri. Wananishauri, wananisaidia. Wanakuwa pamoja na mimi kwenye shida na raha. Mwisho wa siku sasa mazito yakija, hamuoni hata mmoja. Mitihani ikija sasa, hata mmoja umuoni. Unaanza kuteketea mwenyewe. Unaanza kulia mwenyewe. Mungu. Na ndipo sasa mtu anaanza kumkumbuka kwamba kuna Mungu. Na ndipo anaanza kukumbuka sasa, kuna Mungu.
acha nianze kumtafuta Mungu. Aisha pigika hapa, alisha nyukwa za uso, amepigwa za uso, za macho, za kila kona, ametandikwa kweli kweli. Ndio anaanza kumkumbuka Bwana. Lakini ukimfanya kuwa Bwana awe kimbilio lako, ukimfanya kuwa kimbilio lako huyu Yesu aliye hai, huyu Mungu wetu aliye hai, yeye anajua watu walio sahihi ambao atawaleta kwako, ambao watasimama na wewe. Atawapa maelekezo ya kufanya kwako, atawapa njia ya kukusaidia, atawapa namna ya kukuongoza wewe ili uwe salama. Hata ukikutana na mitihani na mambo mazito, hawatakuacha, watakuwa pamoja na wewe, watakuombea, watakutia moyo, watakusaidia kwa namna moja ama nyingine. Kwa sababu ni nini? Ni watu sahihi ambao Mungu amewaandaa kwa ajili yako. Ni watu sahihi ambao Mungu amewaweka kwa ajili yako ili wafanyike daraja kukutoa hapo ulipo.